Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia siku ya leo. Baadhi ya wananchi wa kata ya Itezi jijini Mbeya wamelalamikia utaratibu wa kulipishwa fedha ya ada ya taka pasi na kupewa risiti kutoka kwa baadhi ya maafisa wanaokusanya ada hizo. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 cha kazi ya kulazimishwa kwa kosa la rushwa pamoja na gavana wa zamani wa Benki Kuu ya DRC Kongo. Na katika michezo, timu ya Tanzania Prisons inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara imesema inapambana kuhakikisha inasalia ligi kuu na kuwatoa hofu mashabiki na wadau wa soka wanaodhani kuwa itashuka daraja. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Ana Msumeno. Baadhi ya wananchi wa kata ya Itezi jijini Mbeya wamelalamikia utaratibu wa kulipishwa fedha ya ada ya taka pasi na kupewa risiti kutoka kwa baadhi ya maafisa wanaokusanya ada hizo, hali inayoleta sintofahamu ya wapi fedha hizo zinapelekwa. Wananchi hao wanalalamikia pia vitisho na fujo zinazofanywa na maafisa hao pindi wanapofika kwenye makazi ya watu ama sehemu za biashara kukusanya ada ya taka, huku mamlaka zikisema ni kinyume na utaratibu na wahusika wanapaswa kuzingatia taratibu zilizowekwa. Ni ukweli usiopingika kwamba hakuna mtu anayefurahia mazingira yake yakiwa machafu. Matamanio kila mmoja ni kuona mazingira yanakuwa safi wakati wote. Usafi wa mazingira ni mbinu mojawapo ya kuzuia kusambaa kwa magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu. Licha ya kuwepo kwa jitihada za kuhakikisha jiji la Mbeya linakuwa safi wakati wote, wananchi wa kata ya Itezi jijini Mbeya wameelezea changamoto wakisema kwamba tangu mwaka huu uanze ni mwezi mmoja pekee ndio wamepatiwa risiti ya ada ya taka, huku wakati mwingine wadai taka hizo wakitumia vitisho. Tugomi kutoa hela ya taka isipokuwa wanakuja bila taarifa sahihi. Mtu anakuja kudai hela hakupi risiti, unamuuliza anatokea wapi, hajielezi, hataki maelezo mengi zaidi ya hela. Kwa hiyo tunagoma kutoa hela. Sasa sasa hivi imefikia hatua wanatutishia kwamba usipotoa hela tunaenda kuja na mgambo, unakamatwa, unapelekwa kule, utatoa 200,000. Tukamwambia sawa, sisi tunachotaka haki itendeke. Yani ukisema kila mwezi wanabadilisha wadai taka, alafu huyo akija ajui taarifa zilizopita kuhusu taka. Yani sisi hatuelewi chochote. Akitolea ufafanuzi wa malalamiko hayo, Ramadhani Likwina, kaimu mkuu kitengo cha udhibiti taka ngumu jijini Mbeya, amesema wewe kama mwananchi una wajibu sasa wa kupewa stakabadhi ya kile kiasi cha ada ya taka ulichotoa kwa yule mkusanyaji wa ada ya taka. Na huo ndio mfumo ambao tunautumia kwa ajili ya kukusanya mapato, lakini pia kwa ajili ya kumwezesha mzabuni ili aweze kuendesha shughuli nzima za uondoshaji wa taka. Likwina ameongeza kwa kuasisitiza wananchi kuendelea kutoa ada ya taka kwa wakati pamoja na kuzikusanya taka katika maeneo elekezi ili kurahisisha uondoaji na kufanya jiji kuwa safi wakati wote. Ama kwa hakika jukumu la utunzaji wa mazingira ni letu sote. Resta Fares, Dream Media. Serikali ya Tanzania imesema kilichosababisha baadhi ya akaunti za mitandao ya kijamii za taasisi za serikali kudukuliwa hapo jana ni kutokana na udhaifu wa utaratibu za kiusalama katika usimamizi wa akaunti hizo. Katika hatua nyingine, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imesema kuwa Tanzania iko mbioni kurusha satellite yake, hatua itakayosaidia kuimarisha huduma za mawasiliano. Taarifa ya Rachel Mgala inafafanua zaidi. Baada ya hapo jana kuripotiwa kudukuliwa kwa baadhi ya kurasa za taasisi za serikali, leo bungeni jijini Dodoma, wabunge akiwemo mbunge wa jimbo la Makete Festo Sanga alitaka kujua hatua za serikali kuhusu kusuasua kwa huduma za mawasiliano na kuchukuliwa kwa akaunti za mitandao ya kijamii. Akitolea ufafanuzi swala hilo, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jeli Silaha amekiri kuwa siku ya jana baadhi ya taasisi za serikali ziliingiliwa. Kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri aliyoyatoa, na naomba kwa ruhusa yako nimjibu Mheshimiwa Sanga kama ifuatavyo. Moja, ni dhahiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya nchi yetu kurusha satellite yake. Na kwenye hotuba yangu ya budget hapa wiki iliyopita nilielezea ziko hatua tumeanza kuzichukua, ikiwemo kuanza mchakato wa uridhiaji wa mikataba miwili.
mkataba wa sheria za kanuni za nchi za utafiti wa anga ya juu wa mwaka 1967, lakini na mkataba unaosimamia usajili wa vyombo vya anga za juu wa mwaka 1975. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa, na niwahakikishie bunge lako kwamba nchi yetu itarusha satellite yake yenyewe kusaidia mawasiliano, ikiwemo mawasiliano ya internet. Akaunti ambazo zimedukuliwa hiyo jana ni zile za Jeshi la Polisi, Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC na shirika binafsi la mtandao wa la Airtel Tanzania. Recho Mgala, Dream Media Habari. Asante sana Recho Mgala. Mtazamaji, ili kupata uelewa zaidi kuhusu namna gani kurasa za mitandao ya kijamii zinaweza kudukuliwa na nini unapaswa kufanya ili kujilinda, mwanahabari Resta Faris amezungumza na mhandisi Jameson Kasati ambaye ni mtaalamu wa mifumo na mkurugenzi wa Amtech Technology, na kwanza amemuuliza inawezekanaje akaunti kudukuliwa. Kuna njia nyingi. Njia ya kwanza ni kwamba inawezekana ikafanywa hivyo kwa wale wahalifu kutumia njia mbalimbali kupata taarifa binafsi za mwenye account kwenye mtandao, yani kwa maana ya kwamba kuweza kutumia hata njia za ulaghai. Kwa mfano wanaweza kutumia zile link za udanganyifu kuambia labda umeshinda kitu fulani, alafu wakaomba wapate taarifa zako fulani waweze kuzihakiki ili kusudi wakupe zawadi au kitu fulani. Kwa kufanya hivyo, kwa wanaweza kupata taarifa zako, kujua kwenye mtandao wewe username yako ni ipi na password yako ni ipi unayotumia. Au unaweza kupata email yakwambia hii inatokea kwenye benki yako, kuna kitu hakiko sawa. Kwa tunaomba tupate taarifa zako ili kusudi tuweze kurekebisha hali yako kwenye mtandao. Kwa kufanya hivyo ukajikuta kwamba umewapatia taarifa wahalifu wakaweza kufanyia uhalifu. Kipi tunaweza kufanya ili tuwe salama mtandaoni? Ni kuongeza umakini, ni kuelewa viashiria ambavyo vya mashambulizi ya mtandaoni. Kwa mfano, nimezungumzia mwanzoni kuhusiana na mtu kuweza kukulaghai na wewe kuweza kutoa taarifa zako binafsi. Kwa hiyo kikubwa, kwa mfano, kwanza ni wewe kujua kwamba taasisi yoyote ambayo ina maadili sawa haiwezi kukuomba taarifa binafsi. Kwa hiyo usimpatie mtu yoyote taarifa zako binafsi za akaunti zako nyeti zile. Hiyo moja. Pili, ni vizuri kufahamu nywila thabiti inakuwa na sifa zipi. Kwanza inakuwa na tarakimu zisizopungua 12. Vile inakuwa na mchanganyiko wa herufi, namba na alama maalum, zile special characters. Kwa inakuwa ni ngumu kwa mtu kuweza kuiguess. Sio? Vile kuna kufanya assessment ya mara kwa mara kutambua kama kuna madhaifu yoyote kwenye mtandao wako na jinsi gani ya kuchukua hatua ya kuimarisha. Kingine asema ambacho kiko very common. Kwa mfano, usiwe unaingia kwenye akaunti yako kwa kutumia tu username na password. No. Kwa sababu kuna level zingine ziongezeke hapo za kudhibitisha. Kwa mfano, unaweza kuwa na password na nywila yako au username yako ukaviingiza, lakini kuna uthibitisho mwingine kwamba anayeingia hapa ni wewe. Sasa unafanyaje hiyo? Kwa mfano, ukishaingiza username na password, kuna ujumbe unatumwa kwenye simu yako fulani ambayo umeiandikisha, ambayo inafahamika na system. Kwa hiyo kama itakuja taarifa kutoka kwenye kifaa kingine chochote kile, uweze kuingia kwenye akaunti yako. Kwa lazima majibu yatokee kwenye simu fulani. Kwa hiyo system inaweza kairekodi hiyo namba either ya SIM card au ya device ile, na kujua kwamba okay, ikitokea message au code from this number, huyo ndo muhusika halisi wa hii account. Asante sana Resta Faris. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mbeya linaendelea na ukaguzi wa majengo pamoja na vyombo vya moto ili kubaini majengo yaliyojengwa na yanatumika bila kufanyiwa ukaguzi na kuchukua hatua. Kwa mujibu wa jeshi hilo ni kwamba wamiliki wa majengo wanapaswa kupeleka ramani za majengo yao kabla ya kuanza ujenzi, na baada ya ujenzi kukamilika majengo hayo yanapaswa kukaguliwa na jeshi hilo kabla ya kuanza kutumika. Katika mahojiano yake maalum na Dream Habari, CPL Esther Kinyaga ambaye ni afisa habari msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya amesema kwa mujibu wa sheria ya mmiliki wa jengo anapaswa kuwasilisha ramani ya jengo kabla ya kuanza kujenga, na baada ya kumaliza kujenga jengo lake linapaswa kukaguliwa kabla ya kuanza kutumika. Wito wangu mkubwa ni kwamba watu wote ambao wanafanya ujenzi
basi ramani zao zote zipite Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya ukaguzi, kwa maana tunafanya ukaguzi wa majengo. Hivyo basi kabla jengo lako halijajengwa, pitisha ramani yako Jeshi la Zimamoto. Zaidi amesema jeshi hilo linaendelea na zoezi la ukaguzi wa majengo pamoja na vyombo vya moto ili kubaini dosari zilizopo na kushauri marekebisho ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Makanisani, misikitini, kwa maana kwamba nyumba zote za ibada sisi tunafanya ukaguzi. Na tunafanya ukaguzi huu ili kuepusha majanga ya moto yasiweze kutokea. Sambamba na ukaguzi huu pia tunatoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, ili moto wa awali unapoweza kutokea wananchi waweze kukabiliana nao kabla Jeshi la Zimamoto na Uokoaji halijafika eneo la tukio. Na ndio maana tumekuwa na desturi ya kufanya ukaguzi huu katika majengo yote ambayo watu wanaishi. Naye Furaha Malele ambaye ni mwenyekiti wa mabarozi wa usalama barabarani amewalai abiria kutoa taarifa za ubovu wa vyombo vya moto wanavyovitumia kusafiri, akitaja umuhimu wa vyombo hivyo kukaguliwa na kuwa salama. Lakini pia wenzetu askari ambao wapo barabarani. Rai yangu kwa nikianza kwa abiria, unachotakiwa kufanya ni kwamba unapaza sauti kuzungumza pale unapoona kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa. Paza sauti au zungumza kuhusu nini kifanyike kujadili. Lakini pia kwa wenzetu wasafirishaji, rai yangu ni kwamba nia kubwa ya mtu ambaye ameleta ile basi na mkabidhi kwamba anataka kufanya biashara, kwa hiyo inatakiwa iwe salama kwa muda wote. Lakini pia hata wale abiria ambao ni wateja wako nao pia wako salama. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kufuata sheria za usalama barabarani ili uweze kufika salama wewe, chombo, lakini pia na wale ambao wanasafirisha. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea na ukaguzi wa majengo na vyombo vya moto ili kulinda usalama wa raia na mali zao. Brown Mbwawa, Dream Media habari. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Tangazo la Joe Biden kwamba amepatikana na saratani ya tezi dume limefufua maswali kuhusu masuala ya kiafya ambayo rais huyo wa zamani wa Marekani alikuwa akikabiliana nayo alipokuwa katika ikulu ya White House. Katika taarifa ya Jumapili, ofisi ya Biden ilisema mzee huyo wa miaka 82 alipata kubainika kuwa na maradhi hayo siku ya Ijumaa baada ya kuonana na daktari kutokana na dalili zilizojionesha njia ya mkojo. Baadhi ya madaktari wameeleza kushangazwa na aina hiyo kali ya saratani ambayo imesambaa hadi kwenye mifupa yake haikugunduliwa mapema. Wengine walisema kwamba saratani zinaweza kukua haraka bila mgonjwa kuonesha dalili na kwamba wanaume zaidi ya 70 hawachunguzwi mara kwa mara. Rais Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba mtangulizi wake alipaswa kuwa wazi zaidi kwa umma, akionekana kuashiria kuwa utambuzi wa saratani ulikuwa umefichwa, kauli iliyokanushwa na msaidizi wa Biden. Jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapambano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi na kusini mwa eneo hilo. Tangazo hili ni ushahidi mwingine wa hivi karibuni wa jeshi katika vita vyake vya zaidi ya miaka miwili na wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi la Sudani, Brigadier General Nabil Abdallah, amesema miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na jeshi ni mji mkuu Khartoum na miji iliyo karibu na Omdurman na Khartoum North au Bahari. Hayo yanajiri wakati ambapo Sudani imesema Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika na shambulizi katika mji wa Port Sudani mwezi huu. Balozi wa Sudani katika Umoja wa Mataifa Ali Halithi Idrisi alidai kuwa shambulizi hilo la Mei 4 lilifanywa kwa kutumia ndege za kivita na droni zilizorushwa katika kambi moja Emirati katika bahari ya Sham kwa kusaidiwa na meli za Emirati. Katika taarifa yake, Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha tuhuma hizo na kulaani shambulizi hilo.
Na waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 cha kazi ya kulazimishwa kwa kosa la rushwa. Agustino Matata Ponyo alipatikana na hatia ya ubadhirifu wa takribani $245 na $182 milioni za fedha za umma na mahakama ya kikatiba ya Kongo siku ya Jumanne, pamoja na Deogratias Mutombo, gavana wa zamani wa Benki Kuu ya DR Congo. Wakili wa Matata aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba uamuzi huo haukuwa na haki na ulichochewa kisiasa. Sehemu ya fedha zilizochukuliwa kutoka kwenye maendeleo makubwa ya kilimo yaliyokusudiwa kukabiliana na uhaba wa chakula nchini. Mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, timu ya Tanzania Prisons inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara imesema inapambana kuhakikisha inasalia ligi kuu Tanzania bara, huku ikiwatoa hofu mashabiki na wadau wa soka wanaodhani kuwa itashuka daraja. Huyu hapa Brown Ben Bwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo ni kwamba kikosi cha timu ya Tanzania Prison kinaendelea na mawindo ya kujiwinda na michezo miwili iliyobakia ya ligi kuu soka Tanzania bara ya kutamatisha msimu wa mwaka 2024-2025. Na kikosi cha timu ya Tanzania Prisons kwa sasa kimebakisha michezo miwili, mchezo dhidi ya Yanga lakini pia mchezo dhidi ya Singida Black Star. Na kuelekea michezo hii miwili, uongozi wa timu ya Tanzania Prisons kupitia kwa mrakibu mwandamizi wa jeshi la magereza Bakari Hamisi Sudi, ambaye huyu ndiyo mkurugenzi wa michezo na utamaduni wa jeshi la magereza makao makuu ikiwa ni jijini Dodoma, amewatoa hofu mashabiki wa timu ya Tanzania Prison kwamba licha kuwa wapo kwenye nafasi ambayo si salama kwa upande wao, wakiwa nafasi ya 13 wakiwa wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 30, kwa maana wapo kwenye mstari wa playoff. Amesema watahakikisha wanashinda michezo yote miwili iliyobakia kuhakikisha wanaondoka katika nafasi hiyo waliopo, ili kuhakikisha hawashuki daraja na wala hawachezi playoff. Na katika habari za kimataifa ni kwamba leo ni usiku wa michuano ya Europa League inayochezwa majira saa 4 kamili za usiku, ikiwakutanisha Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspur, na mshindi wa finali hiyo atafanikiwa kucheza michuano ya UEFA Champions League. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Dream Habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku ya leo. Baadhi ya wananchi wa kata ya Itezi jijini Mbeya wamelalamikia utaratibu wa kulipishwa fedha ya ada ya taka pasi na kupewa risiti kutoka kwa baadhi ya maafisa wanaokusanya ada hizo. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 cha kazi ya kulazimishwa kwa kosa la rushwa, pamoja na gavana wa zamani wa Benki Kuu ya DRC Congo. Na katika michezo, timu ya Tanzania Prisons inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara imesema inapambana kuhakikisha inasalia ligi kuu na kuwatoa hofu mashabiki na wadau wa soka wanaodhani kuwa itashuka daraja. Mtazamaji, huo ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na Dream FM na Instagram na X na Dream FM TZ, lakini tufuatilie kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.